Wangapi wanakumbuka somo nililofundisha? Bwana Yesu asifiwe. Nani unaweza kuniambia chumvi ni nini mamangu? Chumvi, yani chumvi. Tunatumia chumvi nyumbani. Haleluya. Chumvi ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Yuko sahihi sana. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ni jambo muhimu sana. Sasa hivi nitakuwa naenda kitofauti nikichanganya yaliyopo na yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Bila uwepo wa chumvi katika hii dunia hakuna maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hakuna chumvi kwenye hii dunia hakuna maisha. Ili mimea iweze kuota lazima kwenye ardhi kuwe na chumvi. Ndio mmea uweze kuitumia ile chumvi wote. Na mmea katika ukuaji wake utatumia ile chumvi katika kukua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ni kitu muhimu sana 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 katika chakula. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, chumvi inaleta ladha kwenye chakula. Kama unabisha, jaribu kupika chakula usiweke chumvi. Nilitoa mfano kwamba nimetokea katika maisha ya kijijini, maisha ya chini sana. Yaani ambao huko unapoishi hapa, mimi nimetoka chini sana. Kwa hiyo kuna siku mama alikwenda kutafuta chakula. Sisi tulikuwa tunaishi na mama yetu tu. Kwa hiyo mama amekuja, amepambana, amejitahidi, amepata samaki, nyanya, vitunguu, chumvi, kila na nyanya, vitunguu na unga akapata. Wakati wa kupika mida ya saa 4 usiku amemaliza kupika, anatengeneza sasa mboga, anagundua chumvi hamna na majirani wamelala. Na hao majirani tumeshazoea sana kwenda kuwaomba, kwa sasa inakuwa changamoto. Kwa hiyo mama akasema hapa hakuna jinsi, inabidi chakula kilike. Kile chakula kilikuwa hakiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni bora, tulikuwa tunamwambia ni bora hiyo samaki haukumweka kwenye maji. Hakutengeneza mchuzi wake, kwa sababu alitengeneza mchuzi ambao hauna chumvi. Yaani bora tungechoma tu afu tule. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Yaani ukiweka tonge ni aliendi kabisa, aliendi. Kwa hiyo ukiangalia vizuri utagundua kwamba chumvi ni muhimu sana. Katika maisha ya nyuma, kipindi hatuna friji, hatuna chochote, chumvi ndio ilitumika katika kuhifadhi vitu. Ili kitu kihifadhiwe vizuri. Sio kama kuna watu, hata mimi nimetumia sana. Kama umenunua nyama unataka isiharibike, unaipaka chumvi, unahifadhi haiharibiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chumvi ni kitu muhimu sana, na chumvi imejengwa kwa, sasa Kiswahili kinakuwa kigumu tena zaidi, kwamba imejengwa kwa vitu vinaitwa, tuseme imejengwa kwa madini mbalimbali. Sawa. Unaelewa hapo? Hayo madini yakiungana yanatengeneza chumvi. Chumvi yetu ya kawaida imetengenezwa kwa madini ya sodium, imetengenezwa madini ya chloride, alafu baada ilionekana pia hayo madini yatoshi, serikali kaongezea madini mengine yanaitwa iodine. Nakupa shule kidogo, hata ukipita mtaani unaweza kueleza. Na vitu vingine viongezwa hapo, lakini zaidi ilikuwa ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia vizuri unaweza ukaiona kwamba chumvi ni kitu cha kawaida sana, lakini kwenye ulimwengu wa roho chumvi ni kitu muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii chumvi ambayo tunaizungumzia hapa kwamba bila hiyo hakuna maisha, kwenye ulimwengu wa roho ni kitu muhimu sana. Lakini kabla sijaenda huko, nataka nikurudishe kwenye ulimwengu wa mwili. Mimi ninayesimama mahali hapa, naizungumza mahali hapa, ninatumia chumvi. Haleluya. Haleluya. Ninapotumia mdomo wangu kuzungumza hapa na kutembea na hizi movement ninazofanya hapa, hii mitembeo ninayofanya hapa, ninatumia chumvi. Kwa nikiwa sina aina fulani ya chumvi kwenye mwili wangu, au ikiwa imepungua, siwezi kutembea. Au hiyo chumvi kazidi sana kwenye mwili wangu, moyo wangu utafanya spidi ambayo utasababisha uweze kustopu na nikaanguka hapa chini nikafa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bila chumvi hauwezi kuishi. Haleluya. Na hiyo chumvi ipo zaidi kwenye mishipa ya damu.
Kwa damu yako ndani yake, kuacha seli zilizonazo ndani yake kuna chumvi. Haleluya, haleluya. Nataka uelewe kwanza umuhimu wa chumvi kabla sijaendelea mbele. Sawa? Kwenye dunia hii tunayoishi, makanisa mengi yaligundua umuhimu wa chumvi, yakaitumia katika ufunuo wanaojua wao. Sitaki kuingia huko. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ulishasikia watu wameambiwa ni twende kanisani na chumvi. Hiyo chumvi inaenda kuombewa, afu kisha ombewa naambiwa kaipeleke sehemu fulani kafanye kitu fulani. Hao watu kuna mahali walipita kwenye haya maandiko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu kuna mahali walipita kwenye hivi vitu. Haleluya. Walipopita hawakuweza kumalizia, kwa sababu huko mbele tutakuja kugundua hiyo chumvi ndio sisi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niseme kitu kimoja kwamba, samani kidogo naona kompyuta yangu inafungua shetani anaingilia kwa namna tofauti, yani inanifungulia vitu vya hospitalini. Sawa, tuko sahihi. Naona wagonjwa wanatokea kwenye kompyuta yangu. Haleluya. Utakuja kugundua kwamba ukiwa na mtoto anaharisha, ukafika hospitalini, daktari anachofanya kitu cha kwanza ni kukuambia kwamba mtoto amepoteza chumvi na maji. Bwana Yesu asifiwe. Na atakachokufanya ili kurudisha mtoto wako aishi, hata mpa dawa, sio ampe amoxicillin, hapana. Atakachokifanya atatengeneza oro, atampa mtoto wako, afa atakupa nyingine nenda nayo nyumbani. Ile oro ndani yake ni chumvi, ikachanganya tu na sukari kidogo, kwa sababu unahitaji pia na nguvu. Kwa hiyo unapoharisha sana unapoteza chumvi. Na ile chumvi inapotoka kwenye mwili wako inaondoa maisha, ni rahisi sana kupoteza maisha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo chumvi ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Haleluya. Pale emergency, yani ukienda sehemu ya dharura, ukifika pale utakuta madaktari wako busy, wanakimbizana huku na huku kutoa damu kwenda kupima chumvi, ili aweze kugundua hiyo chumvi yako imekaaje, kwa sababu asipogundua akakutibu kitu kingine unapoteza maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninapotaka kuchukua mgonjwa nimpeleke theater nikamfanyia operation, cha kwanza nitapima chumvi ikoje, kwa sababu kama chumvi iko vibaya nikimuingiza theater ule mgonjwa haamki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chumvi ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ili ubongo wangu ufanye kazi, niweze kufikiria na kuwaza, nahitaji mtembeo wa chumvi kwenye ubongo wangu. Mishipa yangu ya fahamu iweze kufanya kazi, nahitaji mtembeo wa chumvi kwenye mishipa ya fahamu yangu. Kwa hiyo huwezi kuweka mwili wa binadamu pembeni na chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kuna muda ambayo hii chumvi huwa inaharibika. Kwa hiyo mimi napokuja kwako kuipima hii chumvi, nikikuta imeharibika, nikikuta imechanganyikana na uchafu, nikikuta imekaa vibaya, ni jukumu langu mimi kama daktari sasa kuirudisha salama haraka sana, kwa sababu nikizubaa huyu mtu anapoteza maisha. Yaani kinachofanyikaga ni moyo unasimama pap, basi aendelee kugonga, anasema amepata cardiac arrest. Haleluya. Sisi kama mnanielewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tuzungumze kidogo, tutaenda sasa speed kwa sababu tulishazungumzia. Naomba mtu ashike na Biblia afungue na mimi. Wale ambao wakuepo tulisoma kitabu cha kwanza. Tulisoma vitabu mbalimbali, naomba mmoja afungue. Nafikiri turuke baadhi, tufungue Wafalme wa Pili 2:19 mpaka 22. Namba moja, twende speed. Wafalme wa Pili 2:19 mpaka 22. Tasoma Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 hadi wa 22. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana Mungu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka humo tena kufa wala kuzaa mapooza. Bwana asifiwe. Hapa watu wa mji walimfuata Elisha wakamwambia, huu mji tuliopo. Kumbuka hapa ni Elisha sasa amekuja na nguvu za Mungu za kutosha. Yuko kwenye upako mkubwa, ametoka kupokea nguvu kutoka kwa Elijah, kwa Elia.
Elia amechukuliwa, alafu lile vazi limeshamshukia. Ametoka, amekutana na bahari, amepiga bahari, imepasuka. Anafika kwenye mji, yuko mjini. Watu wa ule mji wamemfuata, wanamwambia maji ya maeneo haya yanazaa, ni mabaya, hayana ladha, yameharibika, alafu ardhi yetu inazaa mapooza. Elisha kwa kujua umuhimu wa chumvi akasema, nileteeni chumvi, nileteeni na chombo chenye maji. Akachukua kile chombo akakekea maji. Elisha hakufikiria kwamba yale maji yanaweza kuwa yameharibiwa na kitu kingine. Kwenye ulimwengu wa roho alijua kuna mahali shetani amegusa, na shetani amegusa chumvi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alikuwa ameharibu ule mji kwa kupitia chumvi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Unabidi ufikirie kwa undani, uwaze kwa undani, kwa nini chumvi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini chumvi? Chumvi inawakilisha ladha katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kawaida chumvi inaleta ladha. Katika ulimwengu wa roho chumvi inaleta ladha. Maisha yako yanaweza ukaishi yasiwe na ladha yoyote kwa sababu ndani yake hakuna chumvi, kwa sababu hakuna ladha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maji ya ule mji yalipopoteza ladha, Elisha akajua kwamba katika ulimwengu wa roho shetani amepiga, akachukua chumvi katika ulimwengu wa roho akawapa, akamwambia nenda kaweke, ule mji ukarudi kawaida, ukazaa mazao ambayo yako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia kitabu kingine cha Waamuzi 9:45. Naomba mmoja asome speedi. Waamuzi 9:45. Waamuzi 9:45. Abimeleki akapigana na huo mji mchana kutwa, akautoa mji, akawaua watu waliokuwamo ndani yake, kisha akaupomosha mji na kuutia chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba Abimeleki aliupiga ule mji akauteka. Alivyouteka akauharibu ule mji wote, akauvunja akauharibu. Lakini kitu cha mwisho akaumwagia chumvi. Kwa nini alimwagia chumvi? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kwamba chumvi ipo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya. Watu wa upande mwingine wanaendelea kuitumia chumvi. Sio kama mnafuatilia watu wa huo upande mwingine, hii chumvi katika ulimwengu bado wanautumia. Huyu Abimeleki baada ya kuharibu ule mji, akaivunja kila kitu, akachukua akauwekea chumvi, kwa sababu aliwekea chumvi kwa ajili ya kuulinda usitumike tena kwa matumizi ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa spidi kidogo nikijaribu kukimbizana na muda, lakini nimeshakueleza at least kwenye kichwa chako unajua chumvi ina umuhimu fulani kwenye mwili. Chumvi ina umuhimu fulani kwenye maisha. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Nataka niingie sasa chumvi kwenye maisha ya kiroho. Siku moja rafiki yangu yeye ni fundi garage. Alikuwa ameenda wamefunga ofisi usiku, asubuhi wameingia kazini. Ile wameingia kazini sio lazima uvae zile overall. Sawa Wakati wanachukua nguo zao za overall wakuta kila nguo imejaa chumvi. Yaani mifuko imejaa chumvi, akiingiza huku chumvi, yani kila mahali chumvi. Akimuuliza mwenzake anakuta mwenzake naye analalamika nguo zimejaa chumvi. Kwa hiyo ikaamka tafrani kubwa sana. Ananiambia siku ilikuwa ni fujo, wakaona kama mmiliki wa ile eneo anataka kuwaua. Kumbe mmiliki wa ile eneo alikuwa amekwenda kwa mchungaji fulani. Akawa amefundisha chumvi kama anavyofundisha. Lakini hakuingia ndani kuelezea chumvi kama ninapoingia mahali hapa. Alishilia chumvi kama chumvi leo kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo akaona umuhimu wa chumvi, kwa hiyo akachukua chumvi akamwaga kwenye kiwanda kizima, akachukua chumvi akaweka kwenye nguo za kila mtu. Kwa hiyo wale wameenda kuvaa nguo zao kuta kila nguo ina chumvi. Alafu yule mwenye kiwanda ameokoka, akamwambia hiyo haina shida. Hiyo ni kwa ajili ya kuondoa mapepo, kuondoa nguvu za giza, kuondoa sui na nini. Akamwambia wale watu wakachukua wakakumuta, lakini hawakusikia vizuri. Wakaenda kufuta nguo zao wakavaa, kwa sababu nao pia waliogopa huyu mzee usikuta anatuloga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika ulimwengu wa maisha ya kawaida sio kitu cha ambacho kitakuwa ni kigeni kukuta watu wanatumia chumvi katika maisha haya ya kawaida katika ulimwengu wa roho.
Utakwenda kwenye makanisa fulani utakuta bado mpaka leo wanaenda na chumvi, naenda kuombewa ili wakamwage kwenye mashamba yao yafanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ujumbe nataka kukuletea leo. Huo ujumbe ni kwamba hiyo chumvi ambayo naizungumza hapa, hiyo chumvi ambayo ilimwagwa sehemu ikabadilisha mazingira yakawa salama, hiyo chumvi ambayo Elisha ilimwaga kwenye maji, kwenye ardhi ambayo inatoa mapooza, ile ardhi ikaanza kutoa mazao mazuri, ile chumvi ni wewe. Haleluya, haleluya. Ile chumvi ni wewe. Haitakiwi sasa kwenye maisha haya ya kawaida unaishi alafu unaanza kuteseka wakati wewe ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sijui, lakini wiki mbili ilikuwa wiki mbili au wiki iliyopita Mungu alinibariki nilikuwa kwenye hoteli kubwa sana. Rotana Johari, sio kama mnaijua. Nilikuwa pale. Mimi nilikuwa najua ninaishi, niko vizuri, maisha yangu sio mabaya. Nikaenda pale nikakuta watu wanaoishi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nilikuta watu wanaoishi. Nilikaa pale siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Nini kimebadilisha maisha yangu kwa chumvi? Yaani nimefika pale, sitaki kuwadanganya, nimefika pale libidi nimuite msimamizi mmoja wa pale, nikamuuliza, hivi chakula tunachokula hapa ni shilingi ngapi? Akaniambia kwa mtu mmoja ni shilingi 75,000. Bwana Yesu asifiwe. Na tulikuwa tunafanya asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo nikimaliza siku nzima nimekula 200,000. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa watu ni kawaida. Na mimi nilipoingia pale nikasema sasa hapa pilau nimekula sana, wali nimekula sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu leo sitagusa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nagusa vitu very special. Sio kama mnaelewa. Yaani mimi wali si ugali ndizi viazi vilikuwa mbali. Lakini nilikaa nikaona watu ambao wamebarikiwa. Na zile baraka ndo baraka zetu sisi. Mungu akanifundisha mambo mengi sana, nikakaa nao nikasema hapana, kumbe nilikuwa najua na hela, kumbe sina hela kabisa. Mimi ni maskini wa kutupwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watu sio kama ni wazungu, ni watu wa kawaida, wanaishi maisha yao kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Mathayo 5:13. Mathayo 5:13 inasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikiwa nimebakiza dakika 10 nifuatwe, nielezwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia, huyu ni Yesu ambaye alikuwa amejaribiwa na shetani. Hapa ametoka kujaribiwa na shetani, amepambana naye kashinda, amekuja akatafuta wa mitume wake 12, kachukua akaenda kufanya yanaitwa mafundisho ya kwanza ya Yesu mlimani. Katika mafundisho ya kwanza ya Yesu mlimani pale alikuwa anamwaga nondo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika nondo alikuwa anazomwaga, alielezea mambo mengi, lakini akafika mahali akasema sisi ni chumvi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ndugu yako wewe ni chumvi. Hauna haja ya kubeba chumvi kuweka kwenye pochi. Hauna haja ya kutembea na chumvi ukamwage mashambani ukamwage. Wewe ndio hiyo chumvi. Nimekwambia hapo nyuma kwamba ndani ya mwili wako kuna chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mishipa yako ya damu kunazunguka chumvi. Kwenye utumbo wako mkubwa, utumbo mpana na viungo mbalimbali vya mwili wako ndani yake kuna chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauna haja ya wewe kuanza kutembea na kubeba chumvi wakati chumvi iko ndani ya mwili wako. Haleluya. Haleluya. Yesu anachokifanya anatukumbusha, anatuambia sasa sisi ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama kuna chumvi fulani imetengenezwa ukabadilika, hapana. Kwa sababu mwili wako 100% umejengwa na maji na chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bila hiyo chumvi nilisema hakuna maisha. Na kwa sababu unaishi na kuenenda ndani yako kuna chumvi. Kwa hiyo hakuna haja ya wewe kuchukua chumvi na kuanza kutembea nao na kuirusha. Popote utakapotembea utapopita wewe ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi ambacho mimi nilikuwa natembea, kuna kipindi ambacho nilikuwa nimezungukwa na nguvu za Mungu sana. Wingu la Mungu lilikuwa limenitembelea sana. Bwana Yesu asifiwe. Paka mwenyewe nikawa nahisi kabisa, nikajua kabisa hapa mimi ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilikuwa nikipita mahali hata nikikuta mtu ambaye nikikuta labda ni wanaitwa machinga anauza kitu. Nikitaka kununua kitu pale watu wanajaa. Nikiondoka watu wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi nikaamua nikawa nimefunguaga duka la dawa.
karibu na nyumbani. Nilipofika pale nikakuta mtaa mzima kuna maduka. Bwana Yesu asifiwe. Nikafika pale nikaenda nikafungua la kwangu na mimi. Nilipofungua, kwa sababu nilikuwa ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Watu walitoka mitaa mbalimbali, wanatoka yani wanakimbizana. Nilikuwa nikitoka nje nakuta ni fujo, yani pamejaa kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye wale watu wakaanza kuambiana mtaani kwamba mimi natumia nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kazi ninayofanya, wakati nimeingia hapo, kulikuwa na mkaguzi wa hayo maduka wa manispaa, naye ana la kwake. Akaanza kutangaza kwamba ni lazima atanisababisha nitafunga. Sijui kama unaelewa, wewe ni chumvi, hutaki kuogopa. Wakaja wale watu wakanitembelea, wakanitengenezea makosa, wakachukua zaidi ya 300,000. Nakumbuka siku ya kwanza wamechukua 300,000. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuchukua 300,000, mimi nikawafuata ofisini. Nikamwambia, hivi ulishai kusikia mtu ameingia bafuni, ameamka, ameenda kuoga bafuni, akaanguka akafa? Bwana Yesu asifiwe. Wakaambia, daktari unataka kufanya nini? Mimi nikamwambia, mimi nimemwambia tu. Nikaondoka zangu. Haikupita wiki, yule alikuwa ananisumbua akapata ajali akafa. Gongo tu na pikipiki. Baada ya kutokea hicho kitendo, hakuna mtu aliyeruka kwenye ofisi yangu. Mimi nilikuwa nawafuata na wasema, njoo bana, hapana daktari, mtupatie hata 100,000 bana, tufanyie shughuli zetu. Hakuna mtu alijaribu kusogea, kwa sababu mimi ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe mifano uelewe. Hiyo ni kipindi cha nyuma ambacho nimeokoka, niko mwanzoni kabisa, nimeokoka, nimesimama, niko vizuri mbele za Mungu. Niko chumvi inayong'aa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilishatoa ushuhuda hapa kanisani. Siku moja nimerudi nyumbani, mama anakuta amefukuzwa kazi. Nikamwambia, haiwezekani. Haiwezekani ukafukuzwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mabaya yatatokea, lakini uweze yaruhusu. Shetani anaweza kufanya chochote anachotaka, lakini hakiwezekani. You have that attractive power. Una hiyo chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulishawahi kuona lini chumvi umeilaza usiku mpaka ukakucha afu ukakuta iko vile vile? Mpaka asubuhi ukiangalia chumvi unakuta iko na nini? Iko na maji, ina nguvu ya kuvuta. Yaani wewe ni chumvi, unatoka uvute pesa. Unatoka uvute baraka. Haiwezekani wewe ni chumvi ukawa uleti ladha au maisha yako hayaeleweki, unaishi tu ovyo ovyo. Hapana, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka mama amefukuzwa kazi, alikuwa anatulisha sisi. Nikamwambia, sasa kwa sababu mimi ni chumvi, cha kwanza mimi naanza kulisha familia. Niko form 3 ninalisha familia. Alafu nikamwambia, kabla sijashindwa kuja kulisha familia utakuwa umedishwa kazini. Akaniambia, nikirudishwa kazini na mimi naokoka. Akamwambia, hiyo ni jambo jema. Kama umeamua kufanya hivyo, ile ni jambo jema. Na Mungu akatenda muujiza, mama akarudishwa kazini. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakaja nyumbani na barua, anasema tumekosea sana, tunaomba urudi kazini. Nikamwambia, si nilikwambia? Haiwezekani. Haiwezekani kwamba wewe ukawe chumvi alafu mambo hayaendi. Nakumbuka nikiwa hivyo ni mdogo, nakumbuka nikiwa Sunday school. Nilikuwa nina uwezo wa kutoka nikasimama nikamwambia Mungu, sasa hivi sitaki kutembea, nahitaji gari ije inichukue niende nyumbani. Gari inakuja, inasimama, napakia naenda nyumbani. Sijui imetokeaje, hasielewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini sasa hivi haya mambo hatuyaoni? Kwa sababu wewe ni chumvi. Maandiko yangu yanasema, kwa sababu wewe ni chumvi unabidi ulete, kwa sababu chumvi inaleta ladha, na kwa sababu wewe ni chumvi unabidi ulete ladha kwenye maisha. Yaani watu waweze kufaidika kutokana na ile chumvi ulionayo wewe. Mazingira ambayo yanakuzunguka wewe, watu waweze kupata ladha ile chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa nikienda nyumbani huwa siwezake kupumzika, yani mpaka ikabidi nihame eneo ambalo nilikuwa ninaishigi. Nilikuwa naishi sehemu karibu na watu wananijua. Yaani mtu akiumwa, akifanya chochote wako nyumbani. Kwa sababu wanajua pale kuna msaada tunapata, pale kuna chumvi tunapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii dunia hii ilivyoumbwa inasubiri chumvi ambayo ipo ndani yako uitumie ili uweze kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inasema kwamba kwa sababu wewe ni chumvi unabidi ulete uponyaji kwa watu. Sisi tumesema chumvi inaleta maisha. Watu wanapoumwa, watu wanapopata shida, Biblia inasema kwamba chumvi inatakiwa iweze kuondoa ile magonjwa. Sawa? Lakini sio kwenda kuchukua chumvi na kumrushia. Hapana, wewe ndio una ile chumvi. Biblia inasema kwamba wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Marko
16:17. Marko 16:17 inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Endelea mbele. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa sababu wewe ni chumvi, you have that power in you. Hiyo chumvi inayozungumza sasa ni chumvi iliyoko sasa katika mfumo wa kiroho. Iko ndani yako, lakini sasa iko katika mfumo, katika ulimwengu wa kiroho. Kwamba kwa sababu wewe ni chumvi, ile chumvi inaweza kuponya. Utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, kwa sababu sisi ni chumvi, haitakiwi, yani ilivyoumbwa, sio ilivyo sasa hivi. Ilivyoumbwa kwamba ukiumwa ilikuwa hautakiwi kwenda hospitali kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ulitakiwa kwanza uwekewe mikono. Na kwenye haya maandiko yamehakikisha kwamba sisi ambao ni chumvi tukiweka mikono, ile chumvi iliyoko ndani yetu inapitisha nguvu, yule mtu anaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niwape tu ushuhuda. Mimi ninatumia bima ya afya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo bima nimeanza kukatwa tangu 2013, lakini sijawahi, sijui nimetumia wapi yani. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka juzi hapa ndo nakumbuka hivi watoto wangu unajua sijawakatia bima. Juzi nikaenda nikashughulikia, lakini kwa sababu nimeweka swala la kuugua, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Swala la kuugua hapana, kwa sababu ni uonevu wa shetani. Yaani mngekuja kule hospitali mkaona hivyo vitu shetani anavyofanya. Yaani sielewi. Hata juzi hapa tumefanya mtoto ana miezi tayari ana uvimbe kwenye ubongo. Yaani anaangalia kwenye ultrasound, anaenda kupima kwenye ultrasound, hajazaliwa kashatengeneza uvimbe kwenye ubongo. Huyo mtoto katika kukuaje, akikua lazima anakuwa na utindio wa ubongo. Shetani ameshatengeneza mazingira ya kukutesa maisha yako yote, kwa sababu huyo mtoto utakaa naye ndoa kwako huyo, na utaweza kufanya kazi ukiwa naye. Sasa ile chumvi tunaitumia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hauna pesa? Nimekwambia ni mimi kati ya vitu ambavyo nilimuomba Mungu, kwa sababu nimepitia maisha magumu, nilimuomba Mungu kumwambia hivi vitu vingine sawa, lakini swala la mimi kuvaa, kula na kunywa, hivi vitu sitaki nikuombe. Hivi vitu natakuwa ni vipate, yani hivi ndio vitu vya kawaida. Mimi nitaanza kukuomba na kungangana na wewe kwa mambo mengine. Lakini sitaki je nikae tena chini, kwa sababu mimi ni chumvi, naweza kukuomba kula, Mungu nisaidie napata hiyo kitu nilishaweka pembeni. Lakini sasa juzi nimeenda kaingia sehemu ngakuta watu wanakula, ngasema kwani mimi nilikuwa sili. Bwana Yesu asifiwe. Kagundua mimi nilikuwa sili. Kwamba ukimaliza kula, ukishamaliza kula, yani nimekaa pale nafundishwa, ukishamaliza kula ile chakula chako special, kuna vitu vya kusababisha kile chakula chako kisagwe vizuri. Unaenda unachukua viko kwenye poti fulani hivi, ni aina fulani ya keki special. Ukishakula kweli unaona hata tumbo lilikuwa limejaa linaanza kuisha, linakaa sawa, na mwili wako unakaa unasikiliza mtu vizuri. Kagundua nilikuwa sili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inaniambia kwamba mtu akiumwa hapa kanisani hatakiwi kwanza kumpigia daktari uko wapi, daktari. Hapana. Cha kwanza atakuwa aistasu mchungaji, anatakiwa aite wazee wa kanisa. Hao wazee wa kanisa wanaenda kwake na mafuta, wanamwombea, anapona. Kwa hiyo kanisa na watu sisi hapa ndio sehemu ya kwanza ya kuhudumia, alafu wanafuata madaktari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kutokana na sisi tumepoteza ile chumvi, imeondoa ule uungu, tumebadilisha mambo. Mtu anaanza kwenda kwanza kwa hospitali, daktari akishindwa na anarudi kanisani. Sasa mambo hayaendi hivyo. Haleluya. Haleluya. Ukitoma kitabu cha Yakobo 5:14 kimezungumza vizuri sana hilo swala. Yakobo 5:14, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana.
Sasa kwenye Biblia yangu ya Kiingereza imeandikwa mtu wa kwenu akiwa hiyo hawezi ameweka, yani utaona kama ni mtu labda hawezi kutembea au hawezi kuamka. Is anyone among you sick? Kuna mmoja kati yenu anaumwa? Anauliza. Je, hapa kanisani kuna mmoja wenu kati yenu anaumwa? Tasema ndio. Alafu mwingine anasimama, jamani tuna namba za Dr. Limo. Chukua namba za wazee wa kanisa. Wanataka waje kwako waombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Mathayo 6:25 mpaka 33. Nafikiri nitakuwa karibu na malizia hapo. Mchungaji atakuwa nimaliza dakika 5 zimebaki. Nashukuru. Mathayo 6:25 mpaka 33. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala wavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni walisha hao. Na ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu uyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia inatuonyesha kwamba kwa sababu sisi ni chumvi, sisi ni ladha, sisi tuna hayo maisha, sisi tuna hiyo effect, hatutakiwi kusumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakiwi kusumbuka kuhusiana na mavazi, chakula na kila chochote. Hivyo vyote tayari anavyo Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotakiwa kufanyika ni sisi ile chumvi yetu kuleta effect na kuattract hivyo vitu viweze kuja kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka, nataka niwape mfano. Nimewambia kwenye biashara yangu hiyo nilikuwa nawaeleza, nilivuta wateja wengi sana na nilikuwa ninapata pesa nyingi sana. Lakini kuna kipindi ghafla mambo yakaanza kuharibika. Mauzo yanashuka. Yaani kuna siku nilikuwa nauza paka 20,000 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo 20,000 unaweka mafuta ya gari, unafanyaje? Ilikuwa ni changamoto sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nilifanya, alafu ile chumvi ikawa imeharibika. Ule uwepo wa Mungu ambao ulikuwa mahali pale ukapotea. Bwana Yesu asifiwe. Nikapambana huku na kule kufanya mambo fulani lakini hakuna. Na kitu nilichokifanya ilikuwa ni kitu cha kijinga sana. Fungu la 10. Nilianza, wewe kuna kitu kimoja kwenye fungu la 10 kipo hivi. Unasema kwamba unakusanya afu zinakuwa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu shetani anachokifanya anaibua bonge la tatizo. Sasa anapoibua ambao kiwango kile kinatosha kwenda kuilinani. Alafu unasema kwamba nitaichukua hii nishughulikie ili niepushe kwanza. Alafu hapo baadaye nitakusanya na huku tena naandika mahali. Hii naiweka mahali afu nitakuja kujumlisha juu yake. Wewe haiwezekani. Yaani mambo atakayoibuka hapo hii hela huwezi toa. Kwa hiyo inachotakiwa unapopata toa tu. Sasa mimi nimekuja nimekusanya fungu la 10 naenda karibu milioni 2. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi na siipati. Kwa hiyo mambo yameharibika. Then shetani sasa ameshajua nimeharibu. Chumvi imepotea. Shetani anajua kila kitu kimeharibika. Akaniletea chuma ulete. Yaani mimi ni hiyo chuma ulete unayosikia wewe mimi nimeipata. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nimeexperience kwa macho yangu nikiona hivi. Nakumbuka nilikuwa nimechukua pesa benki. Nikawa nafanya biashara. Kesho yake nachukua napeleka pesa benki. Nilikuwa napeleka 50,000 kila mwezi. Nafikiri kila siku kadhaa napeleka 50,000. Nimechukua ile 50,000 nataka kupeleka. Nafika njiani na hesabu. Imebaki shilingi 40,000. 10,000 tukachukua. Nikaona basi haisiwe tabu, kuna shida itakuwa imetokea.
Nataka tena kesho yake nimelala nimeamka sasa napeleka benki sasa. Nachukua sasa kuja kuhesabu hela imeondoka 10,000. Kesho kutwa yake nikasema sasa hapa haiwezekani. Hapa nachukua hizi hela kuna mali naeleka kwenye pochi mtu ananibia huku ndani. Hizi hela nalala nazo mfukoni, nikaichukua zile hela nikahifadhi mfukoni nikalala nao kitandani. Kaamka asubuhi 10,000 hamna. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anachukua 10,000 tu. Kila siku lazima achukue 10,000. Si nimeshaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka hilo jambo lilienda hivyo hivyo, nikaenda kumtafuta rafiki yangu mmoja mtumishi wa Mungu. Nikamweleza hili jambo. Huyo jamaa akaniambia twende tukaombe. Alafu huyo jamaa sio mtumishi wa Mungu kivile, ni mtu ambaye tunasoma naye darasani lakini anajua kuomba. Yeye akati anaomba Mungu alivyomwema akamuonyesha. Akamwambia huyo jamaa kuna mbali aliharibu. Na alipoharibu sasa kule mtaani kule sasa wametuma nguvu za chuma ulete ambazo walikuwa hazimuwezi. Sasa zimekuja na zimemwingia na zinakula. Na kuna kitu kimoja alikifanya huyu jamaa. La sivyo huyu jamaa ile duka alikuwa ameshalifunga kabisa. Kuna kitu alikifanya hakikuwezekana. Akaja akanifuata. Kuna siku niliingia dukani kwako ukakuta kuna mtu amejisaidia mlangoni. Akamwambia akamwambia unakumbuka maneno gani ulisema? Nikasema naondoa hichi kinyesi hapa kwa jina la Yesu, mtu ambaye amefanya hichi kitu kwa jina la Yesu akitani. Akamwambia hapo ndo mahali uliokoka. Hapo tu ndo mahali watu wako wameshaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaondoa ile hali. Nikarudi mikononi mwa Mungu. Nikamwomba Mungu msamaha. Nikarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikainuka tena. Na kipindi hicho ambacho ninainuka tena nikasema siinuki kizembezembe. Yale maduka yaliyoko pembeni yangu likizubatu mtu anaela nachukua. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona frame imekaa kizembezembe nachukua. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka sasa Mungu amezidi kuniinua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini haya mambo hayatokei kwenye maisha yetu? Kwa nini haufanikiwi? Kwa nini unamwekea mtu mkono ambaye ana pepo? Mnaanza kujibishana na pepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pepo anamwambia toka, naye anakujibu. Yaani kama mtu na ndugu yake, yani mtu na rafiki yake. Toka, stoki. Bwana Yesu asifiwe. Toka. Yaani mimi hainiingiagi akilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale watu ambao walikuwa ni chumvi walikuwa wakitembea mapepo yanawaanguka wale. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuombea, anapita mapepo yanaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Wanapita mahali mapepo yanaanza kutabiri, anaanza kusema jamani huyu ni mtumishi wa Mungu, jamani anawakemea toka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mapepo yanatakiwa yatambue uwepo wako wewe. Lakini sio ukae uanze kubishana na pepo kama rafiki yako au kama ndugu au jamaa. Unamwambia toka, yani kama mwambia mdogo wako toka, anakuambia mimi sitoki. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utagundua kwamba kuna kitu kwenye maisha yetu tumeharibu. Sasa kwa nini wewe una chumvi lakini mambo hayatokei? Unaomba mambo hayaendi. Unaomba Mungu akusaidie kitu fulani lakini hakitokei. Unaweka mikono juu ya wagonjwa hawaponi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata wewe mwenyewe hujiamini, hata mtu akija ana ugonjwa ukweli kumwangalia hivyo akwambia niwekee mkono, hata wewe mwenyewe unaamini. Siwezi. Sawa, nakuwekea tu iko ndani yako, unajua mimi sio chumvi. Sina huo uwezo, haiwezekani. Lakini hii karama imepewa kila mtu kwamba ukienda kuweka mkono juu ya wagonjwa watakuwa wapone. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ishara ambayo ya kuamini kwamba wewe kweli umezaliwa mara ya pili. Unataka ukiweka mkono juu ya wagonjwa unapata afya. Swala la kunena kwa lugha, sawa tumeshanena, ubaya wa ile lugha ukishainena sana inakaa kwenye ubongo, sehemu ya memory. Kwenye ubongo wako kuna sehemu inaitwa hippocampus. Inahusika na kuhifadhi kumbukumbu. Kwa hiyo ukinena sana ile kunena kuna baki pale pale. Kwa hiyo siku umekaa hapa mchungaji akaamka ukasikia umefurahishwa, unaweza ukanena tu, lakini kimsingi sio chumvi. Chumvi ilishaharibika siku nyingi sana. Tuna kanisa ambalo lilishakufa siku nyingi sana kwa sababu ya kuchanganya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ya kanisa inaharibiwa cha kwanza na mambo mengi sana, lakini kuna mambo machache nataka niyaweke hapa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza, chumvi yetu tumeichanganya na roho ya kusengenyana ndani ya kanisa. Hii ni dhambi ambayo shetani ameingiza kisirisiri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu imekuwa kama sio ya kusengenyana, ni kama ya kuambiana jambo la mtu fulani lakini kimsingi mnasengenyana. Yaani wewe kutoka hapa na kuja kunipa taarifa ya mtu huyu hapa. Yaani kitu cha kawaida gani? Yaani kila mahali, yaani ukikaa hapa mnakaa kwenye kikao au mnaongea ni alafu unapewa taarifa bana yule mtu fulani kafanya hiyo, tayari ni kusengenyana. Sasa katika mazingira kama hayo usitegemee kwamba Roho Mtakatifu atajidhihirisha kwenye chumvi ulionayo. Kwamba zile nguvu zao kwenye chumvi zitaibuka, zitafanya kazi. Biblia inasema chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi ambayo iko ndani yako kama imeharibika, umeichanganya na umbea,
umechanganya na kusemana na kusengenyana, itatiwa nini hata ikolee? Chumvi ikiingia na roho ya kutokusamehe, ambayo sasa hivi nalitesa kanisa. Shetani ni mjanja, mtu anakufanyia, mtu wa kanisa anakufanyia vitimbi mpaka mwenyewe unasema mimi huyu mtu sitamsamehe. Lakini Biblia inasema adui wa mtu ndio nyumbani wake mwenyewe. Na wewe unachotakiwa ni kumsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Napoenda kumaliza, mimi hapa nakumbuka kwenye maisha yangu, nataka niwaambie ukweli kabisa. Dada yangu mimi alishawahi kunifanyia kitu kibaya sana. Yaani nimefanywa kitu kibaya mpaka nimemuita mama, nikiwa hivi mkubwa, nikamkalisha chini kama nakwambia, niambie ukweli kabisa, tuko wawili, huyu ni dada yangu au sio dada yangu? Hivi unaelewa ile swali unamuuliza mamako, anaambia mamako labda alikuwa mzizi hapa. Sika unaelewa, lakini ilibidi nifuate nimuulize. Nikiwa nimeokoka hivi, shetani ametumia njia kuharibu chumvi ilionayo. Lakini mambo yalivyokuwa naenda, nikaja kugundua kwamba ni shetani. Nikamkwepa shetani. Sasa hivi mimi ni rafiki yake sana. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine, mimi hapa baba yangu mimi mfano. Yaani mimi baba yangu aliondoka, akatuacha kwenye maisha ya dhiki sana. Alafu akaenda huko, akaenda kaoa wanawake mbalimbali, akafanya mambo anayojua yeye. Alafu mwisho wa siku, katikati ya maisha wakati wateseka na pambana, akasikia nimekuwa daktari. Alafu akatoa taarifa na kutuma, akasema huyo hawezi kuwa daktari, huyo ni nesi. Nilikuwa napiga magoti, acha kujifanya wa kiroho. Yaani mimi nilikuwa napiga magoti, namwambia Mungu kweli kabisa, najadiliana, naambia Mungu, naomba nipe nguvu ya kumsamehe mzee. Kwa sababu kila anapohitaji kumsamehe haisameheki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ameondoka, imebidi nipambane nisome na Mungu anisaidie nisome kwa shida. Sikumaliza ada sehemu zote. Nimemaliza, nimepata kazi, nimekuwa daktari. Imebidi niende kwenye zile shule nikaanze kulipa ada. Form 1 jamani, kwa ada ya shilingi ngapi hii hapa nalipa? Ndio napoa vyeti. Sawa, nimemaliza, anarudi anasema huyo hawezi kuwa daktari huyo. Huyo ni nesi. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi nimuombe Mungu. Alafu Mungu alivyo ajabu, siku amefika sasa mwisho wake, anataka kufa. Akasema nataka nikapokelewa, akanipigia simu akamwambia nipokee nakuja. Amekuja yuko mautiuti. Akakaa siku 3, nafikiri siku 3 au 5 ndo akafariki. Akaja kwanza akaamua kumpokea Yesu. Alafu akamaliza akaniomba hela. Najua anakufa lakini nataka angalau jamaa amenisamehe kweli. Nikampa zile hela akaweka mfukoni afa kafa. Bwana Yesu asifiwe. Hii roho ya kutokusamehe ikiingia ndani yako, ubaya wake kwamba pamoja na maisha yako hapa duniani yatakuwa mabaya, moto unakuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni dhambi ambayo hautakumbuka kumuomba kuiondoa, kwa sababu itakuwa iko ndani ya moyo wako, haiondoki. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hauwezi kunajua kuna ile unataka kufa, sema Mungu nisamehe dhambi zangu zote nilizofanya ili akuchukue kwa, lakini ndani yako tayari una ile bitterness, uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujua hilo, Biblia inasema kwamba kukasirika lazima kutokee. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kanisani mtakasirishana, mtabiana mambo mengi, kukasirika lazima kutokee. Lakini Biblia inasema jua lisizame. Sawa? Jua lisizame ule uchungu ukiwa haupo. Shetani ataleta hayo makwazo. Nilisema asubuhi hapa. Mimi kuna siku nimekaa na mke wangu nimelala. Nimeamka nimeshtuka najikuta nataja jina la mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Halafu huyo mdada kweli ni rafiki yetu, mimi na yeye. Yaani mimi mke wangu na yeye tuna urafiki, ni watu wa karibu. Halafu mimi nataja jina lake. Sio kama unaelewa, mimi leo sielewi, yani naulizwa na mke sielewi, ili imekuja kujaje sielewi. Yaani hata siwezi kumpa jibu. Bwana Yesu asifiwe. Imetokea tu, yani imetokea, yani sijui, hapa kale usijui. Kwa sasa inabidi za mimi nianze kukaa kupata nguvu ya kwanza kumshusha mke. Shetani atatumia hakukuchimbika kweli hapo. Ni hekima tu za Mungu huwa zinasaidia kuweza kuweka mambo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani, ukishakujua shetani anapokuja anataka kukuharibia, namna ya kumwepuka inakuwa rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani kumejaa roho ya kujivuna. The spirit of pride. I'm going to finish. Naenda kumaliza. Hii ni roho ambayo imelitesa kanisa sana. Na ni roho ambayo inakuwa siku hadi siku. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujua hiyo, hata Yesu mwenyewe wakati anahubiri alikuwa akifanya mambo ambayo yanamtukuza, alikuwa anaambia usimwambie mtu, au alikuwa anajificha na kuondoka. Lakini hapa ukifanya kitu, kwa mfano ukafanya kitu ambacho kitakuinua, unahitaji kila mtu ajue kwamba, yani mtu asiposema, yani inakuwa haiji, lazima watu wakuseme, kutukuze, upate ile kutukuzwa. Sasa ukishafanya kile kitu tu,
ile chumvi yako ifanye kazi. Biblia inasema mtu akitaka kunifuata anatakiwa ajikane. Kujikana maana yake ni kujikataa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi ni nani? Mimi niko chini. Ukitaka kuinuliwa ujishushe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi sitaki kukaa hapa na kuanza kujiboost. Unajua mimi ni daktari bingwa sio inafaa. Very small. Mimi ni mtu mdogo. Ujishushe na kujinyenyekeza, pale Mungu ndo anakuinua. Bwana Yesu. Lakini kwenye kanisa la leo, kwa mfano, nikupe tu mfano. Nimekuja hapa nimehubiri, nimemaliza nikaanza kuombea watu. Kuombea watu akapona kiwete. What will happen? Kiwete katembea. Yaani lazima itakuja, na ndio dhambi ambayo tunafanya. Nitawaita hawa vijana hawa. Njoo chukueni sasa video hapa. Bwana Yesu asifiwe. Chukueni video alafu muirushe. Mungu wa magorofani ameshuka, amemtumia mtumishi wake. Ni Mungu wa magorofani lakini mimi sihusiki. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa ya leo ndivyo alivyo. Alafu atakumaliza atakwambia, "Haya wale ambao wanataka kufanywa ushuhuda kama huu waje na 10,000 hapa." Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana hiyo hayupo. Unatakiwa ujishushe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kujikweza imeharibu sana watu. Utakubaliana na mimi, hata hapa kanisani mchungaji anaweza akakwambia kitu kikakukwaza. So mchungaji, hata mtu mwingine akakwambia kitu kikakukwaza afu kikakuaibisha mbele ya watu. Unaweza ukajifanya kweli mimi sijaumia, lakini ndani ya moyo wako unasema hivi mchungaji amenionaje? Yaani hivi ananichukuliaje? Yaani mchungaji kweli ananichukuliaje hivi mimi? Yaani ameamua kweli kuniambia hichi kitu mbele za watu. Tayari una ile roho ya kujikweza. Usitegemee kwamba utapata kitu kwa Mungu. Usitegemee ile power ile kwenye chumvi yako ambayo iko ndani ya mwili wako itafanya kazi. Usitegemee kupata mafanikio yoyote ukiwa na roho ya kujiinua. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumalizia mfano huu. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja nilimsikia. Yeye alikwenda kuhubiri sehemu fulani. Alipoenda kuhubiri ilikuwa ni missionary, akahubiri watu akaokoka wengi. Walivyokoka akaanzisha kanisa pale. Alafu akamaliza akaondoka. Sasa kwenye hicho kijiji, ile eneo kilikuwa kinatengwa na kijiji kingine kwa kutumia bahari. Sio, mnanielewa? Kwa wale watu wakaenda kuhubiri kijiji kile kingine, nacho kikampokea Yesu, akafungua kanisa. Yule jamaa akarudi kipindi kingine kwenye ile kanisa, akakuta watu wameokoka, watu wamesimama. Alafu akamwambia kuna kijiji kingine nacho tumehubiri kule na watu wameokoka na kuna kanisa lingine. Akamwambia sasa nyie mmewezaje kwenda kule, mnatumia usafiri gani? Akamwambia hapana, usuli tufundishe. Ulivyotufundisha sisi tukaanza kutembea kwenye maji tukaenda. Yule mchungaji akashtuka sana. Akamwambia nieleze ukweli. Akamwambia wewe umetufundisha kuhusu neno na nguvu iliyopo. Kwa hiyo sisi tulipotaka kwenda kuhubiri, tulipita kwenye maji, tukatembea kwenye maji, tukafika kwenye kijiji kule tukahubiri, tukamaliza, tukarudi. Yaani akawa anaelezea maisha ya kawaida ambayo hayana kujiinua, hayana chochote. Yaani vitu vya kawaida kwenye ulimwengu wa leo. Sasa mtu akatembea kwenye maji. Kitu gani kitatokea kwenye social media? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nimekupeleka sehemu ambazo ujue kwa nini Mungu sasa hivi atembei, kwa sababu mimi kati ya research ambazo nazozifanya mimi, ninafanya research kwa nini Mungu wa kipindi kile kwa sasa hivi hayupo. Shetani anapokuingizia hivi vitu ni kwa ajili ya kufifisha nguvu zako. Utagundua kwamba kadri unavyozidi kutenda dhambi na unavyozidi kufanya mambo ambayo haendi, ule uwepo na ule upako wako unazidi kupotea. Na shetani kwa kujua hilo, ili kuharibu ile nguvu ulionayo, anakuletea vitu ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuletea kazini, hata kuletea kwenye mazingira yako. Wewe utayaona kama haina dhambi sana, lakini ni Mungu ni shetani anataka kuharibu maisha yako. Kwa hiyo tumekuwa tukimkosea Mungu katika nyanja mbalimbali. Kanisa la leo limeshindwa kusimama kwenye nafasi yake. Watu sasa hivi badala ya kwenda kanisani kuombewa, wako wamejazana moi, wanatafuta madaktari wawasaidie. Wale watu wote walioko pale walitakiwa waanzie kwanza kwenye kanisa, waje wapate maombezi, alafu waende kule, kwa sababu kule sisi tunashindwa. Sio mara moja. Hata juzi hapa nimekaa na mtu nimemwambia mimi natumiaga kauli yangu, nasema this is journey of no return. Huyu mgonjwa amepata safari ambayo hairudi. Yaani huyu ndo anaenda huyo mpaka kaburini. Harudi, hata tufanyaje harudi? Tunafanya kitu family conference, naita familia nzima na waeleza A to Z. Lakini sasa ukiangalia kwa undani, huyu mgonjwa angetakiwa aanzie kanisani.
Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunashindwa. Lakini sasa huku ndani ya kanisani kuna kumejaa masumango, kumejaa masengenyo, kumejaa roho za kujinua, kumejaa uchafu wa kila aina, kumejaa fornication. Watu kuzini, kuangalia picha chafu kwenye simu zao kwa kitu cha kawaida. Sasa uwepo wa Mungu utashukaje? Pengine hili neno limekuja kwa ajili yako siku ya leo. Kila mtu ametenda dhambi, hata mimi nimetenda dhambi. Ndio maana kuna vitu ambavyo siwezi kufanya, bado chumvi yangu haijakaa ile mkao ambao natakiwa nifanye. Hakuna mtu ambaye anaweza kujihesabia haki mbele za Mungu kwenye kanisa la sasa hivi. Lakini mafundisho kama haya yanakuja kutaka kuturudisha tena kwenye utembeo wa Mungu ambao Mungu alitaka atembee kwenye maisha yetu. Kuna sehemu ambapo tumeharibu, pametoboka, shetani ametumia njia kuingia na kuharibu maisha yetu ya kiroho. Kwa sasa hivi watu wengi wenye magonjwa, wenye shida wanaenda sehemu ambao wanadanganywa. Na kwa sababu wana matatizo, hata ukimdanganya atakubali tu kuja. Ukisimama mahali ukasema chumvi au haya maji yanaponya, kwa sababu yana shida, lazima atakuja tu. Watu wanataka kuombewa, kwa sababu hiyo ndo nature. Alitakiwa mtu kabla hajaenda haje kwako. Ndio maana utakuta kwenye makanisa ambayo yanaombea chumvi, anaombea mafuta, anafanya watu wamejaa. Alafu sisi tuliokoka tunalalamika kwa nini wanaenda kule? Wanaenda kule kwa sababu wana shida. Alafu hizo shida sisi tunataka tuzitatue, lakini hatutaki kuzitatua kwa sababu tumechanganya maisha ya Kikristo. Chumvi ikisha kuharibika itatiwa nini hadi kule? Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji kuona watu ambao wanahitaji sasa kuiuisha tena chumvi ile ambayo haipo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tayari chumvi imeingia baadhi ya uchafu hapa na pale, maybe kuna kusengenyana, kusema uongo. Au wewe mwenyewe uelewi hii chumvi mbona imeharibika? Mbona sifanikiwi? Mbona nafanya hii biashara siinuki? Bwana Yesu asifiwe. Mbona nafanya hichi siendi mbele? Haleluya. Mbona nakimbizana na hichi mambo hayasongi, sipati hela, sifanikiwi, ni kila nifanye kinaharibika? Kuna sehemu Mungu anataka kufanyia matengenezo. Somo la leo limekuja kwa ajili ya kutengeneza na kuanza upya. Watu wanaozunguka tandika magorofani wanataka waje magorofani kwa ajili ya kupata afya. Waje magorofani kwa ajili ya kutajirika. Waje magorofani kwa ajili ya kuinuka. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Naomba praise team mbele.